nataka tuangalie kuhusu sauti ya Bwana. Sauti ya nani? Sauti ya Bwana. Sijui kama wewe unaelewa kuhusu sauti ya Bwana ni nini. Bwana asifiwe. Unaweza tuambia sauti ya Bwana ni nini? Ni majadiliano kulingana na hili neno. Wewe kama mtu wa kawaida, kama mpenda Mungu, unaweza pambanua sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu, wakati Mungu anaongea kwa sauti ya aina gani? Bwana asifiwe. Ndugu yangu, anaongea kwa sauti ya aina gani? Bwana leo anaongea kwa sauti ya aina gani? Nani anajua anaongea kwa sauti ya aina gani Mungu? Sasa ukisema neno lake hiyo ni njia, lakini sauti ya Mungu ni aina gani? Hizo ni njia. Mungu anaongea kupitia njia nyingi, anapita njia nyingi kuongea, sababu hata hapa ukiangalia according kwa scripture yetu, vile alivyonena na Musa ni tofauti na vile amenena na nani? Si ni tofauti? Ni tofauti. So Mungu ina maana kwa nini? Hiyo swali lako kwa mjajibu. Anaongea kwa njia ya utulivu. Mungu anaongea kwa njia ya utulivu. Bwana asifiwe. Mungu haongei kwa njia ya kujipiga kifua kulingana na our scripture. Mungu haongei kwa njia ya kujipiga kifua. Haongei kwa njia ya sauti kubwa, sababu hata milima ilipasuka, moto ilionekana, lakini kumbe Mungu hakuwa katika hiyo maneno yote. Bwana asifiwe. Hiyo mipasuko yote, hiyo vitu vyote vilivyofanyika mbele ya Elia, moja ndio ilikuwa ni Mungu anaongea, moja tu, na hiyo moja ni ile sauti gentle voice, ndio sauti iliyo ya upole, sauti ya upole, sauti nyororo, lakini ni sauti ya upole. Hiyo sauti si haikuwa na nguvu. Mtu anaenda pasa sauti, lakini mwingine asipasa sauti, lakini maneno ya sauti ya huyo mtu yana nguvu zaidi, yana nguvu ya kutetemesha, si ndio? Ila today hata katika political arena kuna mtu tu anaweza ongea, usikia hata wale wanapiga makelele kila siku, kila wakati wakianza kutetemeka, na ni sauti ya mtu mmoja amenena tu polepole, hata akaongea mambo mengi, maneno mawili yanawatetemesha. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Bwana asifiwe. Kwa sauti ya nini? Bwana asifiwe. Kwa sauti ya upole. Mungu ananena kwa sauti ya nini? Ya upole. Mungu ananena kwa sauti kijuu. Haya, tunaweza hadi kujua ni Mungu ananena katika maisha yako. Umesikia sauti, utajua hadi ni Mungu ananena. Sauti ni nyingi dunia hii. Bwana asifiwe. Basi niulize, kuna sauti gani na gani katika dunia hii unasikia kila siku? Kama gani?